بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu, kiongozi wetu Muhammad ibn Abdillah. Na washukuruni nanyi pia kwa kujiunga nasi kwa ajili ya mafunzo ya zaka, ambapo tumefikia katika ugawaji. Wiki iliyopita tulitazama makundi mawili ya mwanzo, mafakiri na maskini. Leo tutaendelea makundi yanayofuata. Kundi la tatu ni amilina alaiha, wanaoifanyia kazi, wanayofanya kazi katika ukusanyaji na ugawaji wa zaka. Kama mtakumbuka, katika sehemu ya kwanza ya mafunzo haya tulieleza ya kwamba moja katika majukumu ya dola ya Kiislamu ni kukusanya na kugawa zaka. Hivyo khalifa au kiongozi wa nchi ya Kiislamu atawachagua au atawaajiri watu wa kukusanya na kuigawa zaka, na kazi yao inahusisha kukusanya, watambua wanaotakiwa kutoa zaka na kukusanya hiyo zaka, kuweka rekodi ya waliotoa na kiasi walichotoa, kuwatafuta na kuwabaini wanaostahiki kupewa, na kuweka rekodi za hawa wanaostahiki kupewa na kiasi walichopewa. Katika kitengo hiki cha ukusanyaji wa zaka, iwe ni katika dola ya Kiislamu au iwe ni katika taasisi katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu, itakuwa zinafanywa kazi mbili kubwa. Ya kwanza ni kukusanya ipasavyo, na ya pili ni kuigawa kwa hawa ambao tunawazungumzia hapa katika wanaostahiki kupewa, fukara na maskini na wengineo. Kwa kuwa hawa wanafanya kazi ya kuikusanya zaka, kile kinachokusanywa katika zaka wanastahili na wao kulipwa mshahara yao au kulipwa malipo kwa kazi yao, kwa kuwa wanafanya kazi, ni full time job hii, kazi ya muda wote hii. Wabaini wanaotakiwa kutoa zaka, wafanyia mahesabu, kukusanya, na ikisha kusanywa mara moja inatakiwa ikagawiwe. Kwa hivyo inawezekana kabisa katika hawa wanaoifanyia kazi ikawa ni mtu tajiri tu au mtu mwenye kujitosheleza ambaye haingii katika kundi la ufakiri wala umaskini, lakini kwa ujuzi wake na kwa kazi yake atakayoifanya atakuwa ni mwenye kustahili, bila kutazama yeye ni fakiri au ni tajiri. Ama ikiwa yeye ni fakiri na pia anafanya hii kazi, maana yake itakuwa ana sifa mbili, itakuwa amekamilisha sifa mbili, sifa ya ufakiri na sifa ya amilina, ya kuifanyia kazi. Muhimu kuzingatia katika nukta hii ni kwamba
ni mfanyakazi, ni mtu anayefanya kazi katika masala haya ya kukusanya au kugawa zaka. Anaweza akawa yoyote yule, akawa tajiri au akawa maskini. Kiwango wanachopewa ni kwa kadiri ya ujira utakaokadiriwa wa kazi yao. Kwa hivyo mshahara utakaopangwa kulingana na majukumu yao, wale wanaokusanya na wanaogawa, au kama ndio hao hao wanashughulika na ukusanyaji na ugawaji, basi utapangwa ujira unaostahiliana na kazi yao na kulipwa. Kama nilivyosema, ikiwa hicho kiwango chenyewe cha ujira anachopewa kikawa pengine hakikidhi mahitaji yake, atakuwa huyu mtu ana sifa ya umaskini. Na anapewa mshahara milina, anapewa kiwango ambacho vile vile bado kiwango hicho kwa mahitaji yake ya msingi ikawa hakitoshelezi, atajaziwa au atapewa vile vile kwa sifa yake ya pili ya umaskini, kama ni maskini. Katika kundi hili wanachuoni, hususan Imamu Shafii ameweka kwamba kima cha juu, na kama tutakavyokuja kuona, Imamu Shafii yeye anaona ya kwamba fedha ya zaka inatakiwa igawiwe sawa sawa katika makundi yote haya nane. Kwa hivyo haistahili kwenye kundi hili au makundi yale mengine kupewa zaidi ya moja ya nane. Kwa kila kundi lipewe moja ya nane, lakini ikiwa zaka hiyo inasimamiwa na dola, ikiwa ni dola ya Kiislamu ndio inakusanya hiyo zaka, inagawa, inapaswa kuzingatia kanuni hii ya kila fungu katika haya mafungu nane, ikiwa yapo katika dola hiyo, kila kundi lipewe isizidi moja ya nane. Kwa hivyo kima cha juu cha wanachostahili kupewa hawa amilina itakiwi kuvuka moja ya nane ya kile kilichokusanya. Na mtazamo huu unaungwa mkono na wanachuoni wengi katika zama zetu za sasa. Katika taasisi zinazokusanya zaka nje ya dola, wanapendelea kuweka kima hiki, kwa maana administration costs zisije zikawa zimevuka asilimia, yani moja ya nane ya makusanyo, na hii ni kuzuia isije ikawa zaka yote inayokusanywa inaishia kuwapa amilina. Kwa hiyo haitarajiwi wala haitazamiwi taasisi inayokusanya zaka katika nchi zisizokuwa za Kiislamu au hata nchi za Kiislamu kwamba zaka yote ikikusanywa watu wanalipwa mishahara tu ya hicho kitengo kinachoitwa cha zaka. Kwa hivyo haitazamiwi litokee jambo kama hilo, na kiwango cha juu kinachoruhusiwa ni isivuke moja ya nane. Kwa hivyo hiyo ni hilo ni kundi la wafanya kazi wa zaka. Sifa zao, anatakiwa awe Muislamu. Sifa za mkusanyaji zaka, anatakiwa awe Muislamu, awe ni mtu mwenye akili timamu, mtu mzima, awe kweli na mwaminifu, awe na elimu na ujuzi wa zaka, awe ni mtendaji wa mfano, mtendaji mzuri, yani kuigwa, asiwe katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, asiwe katika
kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa lugha yetu huku Afrika Mashariki, yani masharifu, siwe sharifu, kwa lugha ambayo imezoeleka kwa watu wengi katika maeneo yetu haya. Tunawanasihi tu katika upande wa kuwanasihi wanaokusanya zaka, iwe ni katika dola ya Kiislamu au kwenye taasisi zetu ambazo tumeziasisi kusanya na kugawa zaka. Tunatakiwa tuwe na hadhari kubwa ya kwamba ufisadi au wizi wa fedha ya zaka ni katika madhambi kubwa kabisa, katika madhambi makubwa kabisa kuiba zaka. Wewe ni mtumishi wa zaka, taasisi ya zaka, umekusanya zaka, ikawa sehemu ya zaka hiyo unaiiba, hiyo ni dhambi katika madhambi mabaya kabisa. Imekuja katika hadithi juu ya mtu ambaye atakuwa anaiba, iwe ni zaka au iwe gawira, yani mali ya umma, basi siku ya Kiyama atazingirwa mtu huyo na kile alichokiiba, kikiwa kitu hicho ndio katika sura ya moto, kitageuzwa kuwa kitu hicho kuwa ni moto na atazingirwa nacho kipande hicho kumuadhib mtu yule ambaye ameiba mali ya zaka au ameiba mali katika mali za umma, iwe ni ngawira au hata sasa hivi katika hizi nchi zetu kuna mali za umma. Mtu akiiba kiwango hicho, akiiba mali ya umma, ajue kwamba kuna adhabu kubwa kabisa kwa kuiba mali ya umma, mali ya Waislamu, mali ya wananchi wote. Kadhalika, kupokea zawadi hakuruhusiwi. Mkusanyaji zaka akipewa zawadi, zawadi hiyo anatakiwa kuiwasilisha katika Baitul Mal, anatakiwa kuiwasilisha katika hazina ya dola ya Kiislamu, au anatakiwa aiwasilishe katika taasisi inayokusanya zaka. Wewe umepewa jukumu la kukusanya zaka, ukakusanya zaka na ukapewa na zawadi. Hiyo zawadi sio haki yako, inatakiwa iwasilishwe katika taasisi inayokusanya zaka, na ije kutolewa kwa watu wengine. Kwa anayekusanya zaka hapaswi, haruhusiwi kuchukua kiasi ambacho amepewa kama zawadi akasema hii ni yake. Jambo hili lilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo baadhi ya waliopewa jukumu la kukusanya zaka walikuwa wakija na zaka na kiasi kingine ambacho wamepewa kama zawadi, wakimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio zaka niliyopewa na hii ni zawadi niliyopewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakemea kitendo hicho na akakikataza, akamwambia huyu mmoja katika hao waliopewa zawadi ya kwamba ajabu iliyoje ya kwamba mtu tunampa kazi ya kwenda kukusanya zaka, halafu anakuja na kutuambia hii ndio zaka na hii ni zawadi. Je, mtu huyo ingelikuwa amekaa nyumbani kwa baba yake na mamake, zawadi hiyo angeletewa? Ungepewa hiyo zawadi kama ungelikuwa nyumbani kwako, ungekuwa una shughuli zako? Huyu mtoa zaka angekupa zawadi wewe? Ni wazi ya kwamba usingepewa zawadi yoyote kama ungekuwa hauko katika nafasi hii
ya kukusanya na kutoa zaka. Kwa hivyo tujihadhar wale tunaochukua jukumu la kukusanya na kugawa zaka katika mlango huu wa kupewa zawadi. Wewe unatakiwa uchukue ujira tu wako, kama ujira wako ndio haki yako. Ujira wako katika kuifanya kazi hii ya kukusanya na kugawa ni huu, au isivuke 1/8. Kinachozidi hapo ni cha wale wanaostahiki kupewa, na kama utapewa zawadi inatakiwa uiwasilishe kwenye taasisi husika, taasisi unayoitumikia katika kukusanya na kugawa zaka. Ukiendelea katika kundi la 4 ni wanaotiwa nguvu imani zao, allafat qulubu. Katika kundi hili wanachuoni wametofautiana. Kuna wale wanaoona ya kwamba kundi hili halipo tena, allafat qulubuhum, hawapo tena, na hii ni katika kauli katika madhhabu ya Imam Maliki na katika madhhabu ya Abu Hanifa, lakini wanachuoni wengine kina Imam Shafi'i na Hambali na wanawazuoni walio wengi katika zama zetu hizi wanaona ya kwamba kundi hili lipo, wako wenye sifa ambazo zinafungamana na kundi hili. Kwa hiyo yako majopo, mabaraza ya wanawazuoni wakubwa kama hii IIFA, International Islamic Fiqh Academy, na wanawazuoni wengine vile vile kina tabiina hawa kina Hasan al-Basri, naitwa Imam tabiin, wanachuoni mkubwa katika zama za tabiin, kwamba kundi hili bado lipo. Kina Ibn Qudama, wanachuoni wengine hawa, Ibn Taimia, wanachuoni wa zama hizi zetu, Qaradhawi, Ibn Baz, kina Maududi, kina Ibn Uthaymin, kina Al-Fauzani, wote wanaona ya kwamba kundi hili bado lipo. Kwa hivyo wako watu ambao wanastahili kupewa zaka katika kundi hili. Kwa mujibu wa International Islamic Fiqh Academy, Majma' al-Fiqh al-Islami, Majma' al-Dawli al-Fiqh al-Islami, wanaona ya kwamba katika wenye sifa ya kuingia kwenye kundi hili ni wale walioingia katika Uislamu hivi karibuni. Mtu ambaye amesilimu hivi karibuni anaweza kupewa sehemu ya zaka kuimarisha imani zao, au kwa kuwafidia hasara waliopata baada ya kuingia katika Uislamu. Inawezekana ikawa mtu ameingia katika Uislamu akatengwa na familia yake au akapokonywa mali zake, na hii inatokea wakati mwingine kwa viongozi wa makanisa. Alikuwa askofu huko, alikuwa padri huko, akilipwa mshahara, akiwekwa kwenye nyumba, amesilimu. Kwa hivyo amepoteza kila kitu, amepoteza mshahara, amepoteza nyumba, hana pa kwenda. Kwa hivyo huyu anatakiwa asaidiwe kutokana na hasara aliyoipata kutokana na ufukara ambao amejikuta yuko katika hali sasa ya ufukara, huyo maskini, lakini sababu ni kufuata imani ya Kiislamu. Kadhalika wanaweza kupewa wasiokuwa Waislamu wanaotarajiwa kuingia katika Uislamu, au wanaweza kupewa wasiokuwa Waislamu ili kuzuia madhara dhidi ya Waislamu. Naishi katika nchi ambazo si za Kiislamu, hutokea wakati mwingine
watu wenye chuki na Waislamu na Uislamu wakawa wanawasema vibaya Waislamu au wanaosema vibaya Uislamu ili kuwalainisha misimamo yao hiyo, ili kuwashawishi waachane na mwenendo huo, ni kuwafanyia wema kama huu wa kuwapa chochote kitu. Wakipata fedha kutoka kwa Waislamu wakawa wanawasaidia, watapewa, wataupenda Uislamu. Na Uislamu kumbe bwana unatujali hata sisi tusiokuwa Waislamu. Kwa hiyo utawafanya wavutiwe na Uislamu, mtu atoke kwenye chuki aje kwenye kuupenda Uislamu, kwa kuwa Waislamu wanamtazama kila mwaka kwa kumpatia kitu, na huyo mtu kabla ya hapo alikuwa ni hasimu, ni kusema vibaya Uislamu, ni kudhihaki au kuwadhihaki Waislamu. Kwa hivyo anaweza kupewa katika fungu la zaka mtu wa namna hiyo, ili kuweza kumzuia au kuweza kuona uzuri wa Uislamu. Kadhalika vile vile wanasema katika hii majmaa ya kwamba wasiokuwa Waislamu pia wanaweza kupewa zaka iwapo wamekumbwa na majanga, kumbwa na majanga ambayo yanahatarisha uhai wao, yanahatarisha usalama wao. Kwa mfano majanga ya kame au mafuriko ambayo yameharibu njia zao za kujipatia riziki, mashamba yao yameharibika, au matetemeko ya ardhi ambayo yameharibu majumba yao, yameharibu mashamba yao, yameharibu tega uchumi vyao, wanaweza vile vile kupewa katika fungu hili, okay, ili kuwavutia na kuwafanya waupende Uislamu. Kwa hivyo kama kuna kundi ambalo wasiokuwa Waislamu wanaweza kunufaika na zaka, ni katika kundi hili la wanaotiwa nguvu imani zao, iwapo wana sifa hizo tulizozitaja, ima kuzuia madhara. Huyu ni mchungaji hasimu sana dhidi ya Uislamu, penda kusema sema vibaya Waislamu na Uislamu, kama vile Uislamu hauna mchango wowote wa kutoa au hauna manufaa yoyote. Sasa atapewa zaka ili aone manufaa ya Uislamu, kwamba Uislamu hata yeye pia unamtazama na kumjali, ili kumzuia asiendelee na kusema vibaya. Na Waswahili wanasema mkono uh, uh, mkono unaotoa haung'atwi, utafunwe bwana. Kwa hivyo maadamu atakuwa ananufaika na Waislamu kwa kupewa kitu kwa nafsi ya binadamu, hata bila ya kumwambia bwana, usiseme seme Uislamu vibaya bwana, kuanzia leo chukua hela hizi, bila ya kumwambia. Akiona Waislamu anampa mahela haya, na bwana, inaweza itamrejesha nyuma. Atawasema vipi Waislamu vibaya wakati Waislamu wanamsaidia bwana, wanamfadhili kwenye hili, wanamfadhili katika lile, katika mambo yake. Na kadhalika wale ambao wako kwenye hali ngumu za kimaisha, kwa maana yamekumbwa na majanga, matukio kama hayo, sio katika sifa ya ufakiri tu wa kawaida na umaskini, katika sifa ya kwamba wamekumbwa na majanga ya njaa, imetokea tatizo la njaa, janga la njaa, mafuriko, tetemeko au vita, okay? Watu wakawa wamepoteza kabisa njia ya kuweza kujikimu, na hivyo maisha yao yako hatarini, wanaweza kusaidiwa katika zaka kwa kupitia kundi hili. Wanachuoni wa zama zetu, Profesa Dr. Yusuf Qaradawi amewataja wafuatao katika kundi hili. Mtu anayetarajiwa kuwa Mwislamu au kabila lake, mtu ambaye ana madhara kwa Waislamu na inatarajiwa kuwa ukimpa zaka kutamzuia kuwadhuru Waislamu,
Hapa katika mtazamo wa wanachuoni huyu ni kwamba ni yule mtu ambaye asiyekuwa Muislamu anausema vibaya Uislamu na inatarajiwa, kuna dhanna, kuna dhanna njema kwamba tukimpa huyu kitu ataacha, ataacha kuwadhuru Waislamu. Ama ikiwa mtu wenyewe inaonekana hata akipewa haachi, amepewa lakini haachi kusema vibaya Uislamu, haachi kuwasema vibaya Waislamu, huyu anaweza asiendelee kupewa. Lakini kama kuna mtu ambaye inatazamiwa kwamba huyu bwana tukimpa ataona uzuri wa Uislamu na kuacha kuusema vibaya Uislamu au Waislamu, na pengine kumfanya aupende Uislamu, basi atapewa. Kwa hiyo ikiwa dhana njema imeshinda dhana ya kwamba hatoacha huyu, basi atapewa, kwa mujibu wa mwanachuoni huyu na wanachuoni wengine wengi wanalitazama hilo jambo katika sura hiyo, kama tutakavyokuja kuona fatwa hivi karibuni ya Fiqh Council ya North America, ambayo nayo tutakuja kuiona inazungumzia katika sura hii kwamba mwanasiasa asiyekuwa Muislamu ambaye anakuwa anausema Uislamu vibaya, au anawasema Waislamu vibaya, anaeneza Islamofobia, okay, na inatarajiwa ya kwamba kama atapewa ah, msaada kutoka katika zaka za Uislamu itamlainisha, itamrejesha nyuma, itamsoften, itamfanya autazame vingine Uislamu, basi anaweza kupewa. Lakini sio tu watu ambao ni opportunist, watu ambao ni opportunist, ikiwa tunamjua huyu ni mtafuta fursa tu, anasema Uislamu vibaya, kwa sababu wako vile vile wasiokuwa Waislamu ambao wamesoma Uislamu wanaweza kujua jambo kama hili tunalolieleza hapa. Alau ukiusema vibaya Uislamu na Waislamu, kumbe unaweza bwana kupewa chochote kitu ili unyamazishwe. Akataka kutumia hiyo fursa. Wasaka fursa hao hawatakiwi kupewa. Okay? Au wale ambao watausema vizuri Uislamu na Waislamu wakipewa kitu, Waislamu wakiwa hawawapi tena kitu, wanarudi tena kuukebehi Uislamu na Waislamu, hao hawatakiwi kupewa kitu. Kwa hiyo wale wasaka fursa wanatakiwa tutahadhari nao katika jambo hili. Pewe mtu ambaye genuinely anaonekana alikuwa na chuki na Uislamu, na inatazamiwa kama akipewa itamzuia kuchukia Uislamu na Waislamu. Kadhalika, kwa mujibu wa Sheikh Yusuf al-Qaradawi, kiongozi wa Waislamu ambaye imani yake ni dhaifu, hawa ndio wale mashehe ambao wanaonekana wanaweza kuuza imani yao kwa sababu ya mkate tu, kwa sababu ya maslahi madogo ya kidunia. Na changamoto hii tunao viongozi wa Waislamu ambao hawana kazi zinazoeleweka, hawana biashara zinazoeleweka. Ni rahisi tu kurubuniwa hata na wasiokuwa Waislamu, akaanza kufanya jambo ambalo linakwenda kinyume na Uislamu. Ni shekhe, ni kiongozi, ni chuoni, lakini kwa ufakiri wake na udhaifu wake wa imani, kwa mazawadi na mapesa anayoweza kupewa na upande wa pili kule, yuko tayari kuanza kupaka mafuta au kuanza kutaka watu waone kwamba imani ya Kikristo au imani ya Kiyahudi kwamba hawa ni ndugu zetu, hawa ni wenzetu. Ikawa sasa anawapamba wasiokuwa Waislamu. Nyuma yake kumbe bwana anapewa kitu na hao anaotaka awapambe. Kwa hivyo ikibainika tuna Muislamu ambaye ana sura kama hiyo, au anafanya mambo ambayo yanauaibisha Uislamu, na ukitazama nyuma yake, huyu ni njaa inamsumbua, njaa huyu inamsumbua kufanya hiki anachokifanya, naye ni mwanachuoni, lakini inaonekana
anasukumwa sana mitazamo yake kulingana na maslahi ya kidunia, anatakiwa anusuriwe mtu kama huyo kwa kupewa zaka, ili awe katika msimamo, abaki katika msimamo thabiti, asije akawapoteza Waislamu. Hii ni kwa mujibu wa Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Waislamu ambao wanaishi katika mipaka ya nchi ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu na kutarajiwa kulinda ardhi ya Waislamu dhidi ya maadui. Kwa hivyo wale ambao katika nchi zinapakana na nchi zisizokuwa za Kiislamu, ni nchi ya Kiislamu, mfano Islamic Republic of Pakistan inapakana na India, na India ni Hindu zaidi, na inaweza ikawa katika hiyo mipaka upande wa pili ni Wahindu, upande wa huku ni Waislamu. Unaona, sasa wanasema chuoni huyu kwamba hawa Waislamu wanaoishi katika mipaka na wanafanya juhudi ya kulinda ardhi ya Waislamu, hawa wasiokuwa Waislamu wasije wakachukua ardhi za Waislamu, okay? Basi wasaidiwe vile vile, wasaidiwe eh, katika zaka, ili kulinda dhidi ya vishawishi vinavyoweza kutoka kwenye upande ule wa wasiokuwa Waislamu, hata kuja kuacha ardhi zao, okay, na kadhalika. Hata hivyo, mwanachuoni huyu Qaradawi anaona ya kwamba mwenye mamlaka ya kutoa zaka katika kundi hili ni kiongozi wa dola ya Kiislamu. Yule ambaye anaruhusiwa kugawa zaka kwenye kundi hili ni kiongozi wa dola ya Kiislamu na sio mtu mmoja mmoja. Yaani mimi na wewe kama watoa zaka hatutakiwi kutoa zaka kwenye kundi hili, bali hili ni jukumu la dola, jukumu la taasisi ya zaka inayosimamiwa na dola katika nchi ya Kiislamu, ndiyo ambayo inayo nafasi ya kugawa zaka katika kundi hili, na sio mtu mmoja mmoja, au ni taasisi ya Waislamu katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu. Kuna taasisi inayokusanya zaka katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu. Kwa hivyo kuna jopo la maulama kwenye taasisi hiyo, kuna viongozi wa Waislamu katika taasisi hiyo. Wao ndio wataweza kuamua nani apewe, nani asipewe, lakini sio jukumu la Muislamu mmoja mmoja. Wewe na zaka yako ukaenda tu ukasema, huyu bwana amesilimu hapa msikitini sasa hivi, nampa hii zaka kwa kuwa jamaa amesilimu hapa msikitini kwetu. Kwa mujibu wa mwanachuoni huyo, anasema ya kwamba hiyo haifai. Jukumu la kugawa zaka katika kundi hili kwa mujibu wa Sheikh Qaradhawi ni jukumu la ima taasisi ya zaka inayosimamiwa na dola au taasisi ya zaka inayosimamiwa na viongozi wa Waislamu. Sheikh Ibn Uthaymeen naye anaona ya kwamba kafiri anayetarajiwa kuwa Muislamu anaweza kupewa katika kundi hili. Kafiri ambaye tunadhani kwa kumpatia zaka itamfanya avutike na Uislamu na kuja kusilimu. Muislamu anayetiwa nguvu imani yake. Waislamu ambao dhaifu imani zao, wanafanya mambo ya kuaibisha Uislamu kwa ajili tu ya fedha, kwa ajili ya kutafuta fedha. Anatafuta fedha, mtu anauaibisha Uislamu. Na hapa tunao wasanii, tunaweza kusema Waislamu ambao kwa ajili ya kutafuta fedha tu wanatumia vipawa vyao hivyo vya usanii, kuimba, wanapoteza jamii, na wanachokitafuta huko ni pesa tu. Kwa kama Muislamu huyo ataweza kushawishiwa aache kuimba nyimbo hizo za upotovu, okay, na Waislamu wakawa tayari kumpa fedha aachane na jambo hilo, basi ni katika wanaostahiki kupewa zaka.
Na huko nyuma liliwahi kutokea jambo hapa Tanzania, sitomtaja huyu mwimbaji wa taarabu mmoja ambaye baadhi yenu nafikiri mnamjua, ambaye aliamua yeye kuacha kazi ya muziki kwenda hija, lakini baadaye maisha kwake kuwa ni magumu sana, Waislamu wakawa hawamtazami huyu bwana kwa lolote. Huyu bwana baada ya maisha kuwa magumu sana akarudi tena kwenye taarabu. Sasa hilo ni kosa letu kwa kweli, ni kosa letu kama Waislamu. Tutakaa tutamlaumu huyu bwana, lakini kwa kweli tulizembea katika wajibu wetu. Mtu kama yule baada ya kuwa ametoka kwenye taarabu na kutubia kwenda haji na nini, tulitakiwa tumtazame kifedha, ili asije akarudi kule katika kupotosha watu katika jambo la haramu la kuimba taarabu na nini. Lakini kwa bahati mbaya tumeshindwa kufanya hivyo, tulishindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa umoja wetu, wakati mwingine tunakuwa tunabeba majukumu, tunabeba uzito wa jambo kama hili la mtu huyu. Jamii ya Kiislamu, viongozi wa Kiislamu, taasisi za Kiislamu zinazokusanya zaka zilitakiwa zimkidhie mahitaji yake, huyu asione haja tena ya kwenda kutafuta kipato kwa njia ya kuimba, kwa kuwa huo ndo utaalamu alionao yeye na anaona hana shughuli anaweza kufanya zaidi ya kuimba. Alitakiwa akidhiwe haja zake au afunguliwe mradi mwingine wa halali, ili kuitia nguvu imani yake, aone Waislamu wanamjali Waislamu wenzake na wamempatia mradi afanye biashara halali, umma unusurike kutokana na shari ya kazi hiyo ya uimbaji. Na sisi sote ni mashahidi, tunao waimbaji wakubwa katika Tanzania hii, jina ya Kiislamu, imani zao ni dhaifu. Kwa hivyo wameingia katika munkar, uovu wa kuimba kwa njia, kwa kigezo cha kutafuta riziki na kutafuta pesa na kutafuta utajiri. Na kwa kweli ilitakiwa tuwasaidie kuwanusuru, maana kama unatafuta fedha na unatafuta utajiri kwenye njia hii, basi tutakufungulia mradi wa kheri, usimamie biashara ya kheri, achana na mambo ya muziki. Na biashara hii kama itakwenda chini, tutakusaidia tena, achana na swala la muziki. Hivi ndivyo Waislamu wanavyowakabili baadhi ya majanga makubwa kama haya ya wasanii wa Kiislamu ambao leo hii wanawapoteza vijana wetu wengi Waislamu. Vijana wengi wa Kiislamu wanapotea kwa kufuata mifano mibaya ya wasanii ambao wanatokana na jamii yao, wanatokana na wao wenyewe, ni katika Uislamu wenzao. Namuona yule ni Muislamu na nini, anaimba, anafanyaje, maisha yake yamebadilika, anaingia huko, au wanaghurika na kuingia katika kupenda kazi hizo za hawa watu. Kwa hivyo Muislamu anayetiwa nguvu imani yake anastahili kupewa zaka, au mtu mbaya dhidi ya Waislamu anapewa ili kuzuia sharia yake kwa Waislamu. Kuna swali ambalo huwa linaulizwa katika mlango huu kwamba je, anapewa kiongozi? Yaani asiyekuwa Muislamu ni sharti awe kiongozi? Kwa sababu wakati wa Mtume SAW, Mtume alikuwa akiwapa zaka viongozi wa makabila ya Kiarabu ambayo alikuwa akitarajia watasilimu, na wakisilimu viongozi hao, basi jopo la wafuasi wao litasilimu vile vile. Kwa hivyo kutokana na uhalisia huo wa wakati wa Mtume sallam alipokuwa akigawa, swala linaibuka katika mlango huu kwamba je, anapewa kiongozi anayetiiwa na watu, au hata mtu wa kawaida kama mtu Kristo tu au mtu yoyote tu wa kawaida ambaye anatarajiwa akipewa zaka anaweza kusilimu, au anaweza kuwa anaueneza Uislamu kwa kuutaja vizuri na kwa kuusema vizuri na kwa hiyo wanachuoni huyu Ibn Uthaymeen anasema kuna khilafu baina wanachuoni
Okay? Lakini anasema msimamo wenye nguvu kwake yeye anaona ya kwamba msimamo wenye nguvu ni hata mtu wa kawaida anaweza kupewa, sio lazima awe kiongozi. Kwa hivyo katika wasiokuwa Waislamu anayetarajiwa yuko yule ambaye amesilimu hivi karibuni. Yule aliyesilimu hivi karibuni na anaweza kupewa zaka, ima awe amepatwa na madhara, wajipata na madhara, anaweza kupewa. Lakini kumbuka, kama tulivyohadharisha, mwanachuoni Karadhawi anasema ya kwamba jukumu hilo lifanywe na lifanywe na taasisi yenye viongozi wa Kiislamu, taasisi inayokusanya zaka ambayo inasimamiwa na viongozi wa Waislamu, ndio wafanye kazi hii. Asifanye kazi jambo hili mtu binafsi, mtu mmoja mmoja mwenyewe kama mtoa zaka. Kwa hivyo sio lazima awe kiongozi anayepewa, anaweza kupewa hata asiyekuwa kiongozi, lakini inatarajiwa pengine akipewa ataweza kupenda Uislamu na kuwa Muislamu au kusema vizuri Uislamu na kadhalika. Katika mwaka huu uh, tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026, Fiqh Council of North America iliulizwa swali juu ya kuwapatia zaka wanasiasa au kampeni ambazo zinalenga kubadilisha sera za nchi fulani, za nchi au za makundi fulani. Je, inafaa kupewa zaka wanasiasa kwa ajili ya kuweza kuwashawishi waweze kushawishi mabadiliko ya kisera au kuusema vizuri Uislamu na kadhalika? Kwa hivyo swali ni kama mnavyoliona hapo, limeandikwa kwa Kiingereza kwamba kwa kuzingatia yale yanayotokea Gaza, je, Waislamu wanaweza kutoa zaka kumpatia mwanasiasa ili aweze kushawishi wanasiasa wenzake au aweze kushawishi wananchi kupinga vita hivi au kupinga mauaji ya halaiki yanayotokea Gaza. Kwa hivyo Fiqh Council of North America ikajibu, jopo la wanazuoni kadhaa ambao wako naishi katika North America, ambayo hii ni Fiqh Council yao, wakasema ya kwamba inafahamika katika fiqh ya Kiislamu ya kwamba wanasiasa wasiokuwa Waislamu au viongozi wasiokuwa Waislamu wenye ushawishi katika jamii zao walikuwa wakipewa zaka ili kuzuia madhara yao au madhara ya vikundi vyao. Okay, na hii ni kama tulivyoona katika slides zilizotangulia kwamba Mtume sallam alikuwa akitoa zaka kwa baadhi ya viongozi wa makabila ya Kiarabu ambao wakitarajiwa wataupenda Uislamu na kuzuia madhara, wasiwadhuru Waislamu au wasidhuru Uislamu. Kwa hivyo wakaeleza ya kwamba hata baadhi ya wanachuoni wa zama za hivi karibuni, karne ya 18, 19, mwanachuoni Rashid Ridha alipata kueleza ya kwamba wale ambao wanatiwa nguvu imani zao, inawezekana au wanaingia vile vile wale watu ambao tunatarajia kwa kuwapa zaka Waislamu watasalimika na madhara yao au watakuwa ni wenye kuwalinda Waislamu. Yani huyu sio Muislamu, lakini ni mtu kiongozi, ana ushawishi katika jamii husika, Waislamu ni minority. Akipewa zaka, huyu atawadefend Waislamu, atawatetea katika haki zao. Okay? Atapambana ili kubadilisha labda sera mbaya dhidi ya Waislamu katika nchi hiyo. Okay?
Kwa hiyo wanasema ya kwamba hili ni katika kundi ambalo linaweza kupewa. Kwa hiyo Muislamu wanaoishi katika Islamu ambao ni kundi wachache, Muslim minorities wanaoishi katika nchi isiyokuwa ya Kiislamu au nchi ambayo inatawaliwa na wasiokuwa na asiyekuwa Muislamu, na ikawa wao ni wachache, na hivyo haki zao nyingine zinakandamizwa, zinadhulumiwa. Okay, iwapo kuna mwanasiasa ambaye atakuwa anatazamiwa au ameonyesha kuwa na mapenzi na Waislamu, kuwa ni mtetezi wa haki za Waislamu, kuwa ni mwenye kupigania mabadiliko ya kisera ambazo zinawakandamiza Waislamu, basi mtu huyo anaweza kupewa zaka, kupewa zaka. Lakini wameweka masharti kadhaa, wameweka nao masharti kadhaa, masharti takriban matano. Sharti la kwanza wanasema ya kwamba ni taasisi, sio mtu mmoja mmoja ambaye anatakiwa afanye jambo hilo, kwamba ni taasisi yenye viongozi, taasisi inayokusanya zaka, inayoongozwa na viongozi wa Kiislamu. Wao ndio watatakiwa kuamua wanasiasa gani wa kuweza kumpatia zaka, aidha wakitarajia kumtia nguvu aendelee kuwatetea na kuwalinda Waislamu, au kwa ajili ya kumlainisha ili huyo mwanasiasa asiwe mwenye kupinga au asiwe mwenye kutia hofu watu dhidi ya Waislamu, yani wale Islamophobes, wanasiasa ambao walikuwa wapo katika nchi za kimagharibi na hata katika nchi zetu huku, ambao ni wachungaji na ni wanasiasa na wanausema vibaya sana Uislamu, sema vibaya Uislamu na Waislamu. Unaona, sasa iwapo itatarajiwa, kama inatarajiwa kwamba huyu tukimpatia kitu, tukimpatia katika zakat, itabadilisha msimamo wake, itabadilisha mtazamo wake. Okay, sasa hilo jambo, mtu huyu anaweza kupewa zaka, lakini mwenye kufanya maamuzi hayo sio mtu, sio wewe kama mtoa zaka, bali ni taasisi, iwe ni taasisi yenye scholars, taasisi yenye kutoa zaka au taasisi inayokusanya na kugawa zaka yenye wanazuoni, okay, na wataalamu walio specialize katika fani mbalimbali ambao wataweza kudetermine, wataweza kubaini kwamba huyu mwanasiasa huyu kwa tunavyomfahamu na tunavyomuona na tuna nini, okay, tunatarajia ya kwamba huyu tukimpa kama anausema vibaya Uislamu, jopo hili la maulama wao ndo waamue apewe au asipewe. Au kama kuna mwanasiasa ambaye anaonekana huyu bwana amekuwa pro Muslims, anawatetea Waislamu, ana wasema vizuri Waislamu, ana appreciate juhudi za Waislamu, anatetea, anapigania mabadiliko, okay, dhidi ya sheria kandamizi dhidi ya Waislamu na kadhalika, atapewa vile vile zaka kwa ajili ya kulainisha zaidi moyo wake na kumtia nguvu ili aupende Uislamu, na insha Allahu taala inatarajiwa ya kwamba huenda akaja kuwa ni Muislamu. Kwa hivyo ni taasisi, wasema sharti la kwanza, anayegawa, atakayeamua au wanaotakiwa kuamua mwanasiasa gani apewe au kampeni gani ifadhiliwe. Maana zinawezekana ikawa kuna kampeni ikaanzishwa, kampeni dhidi ya uovu fulani, okay. Labda kwa mfano ikaanzishwa kampeni dhidi ya sheria ya ugaidi Tanzania, na kampeni hiyo ikawa inaongozwa na wasiokuwa Waislamu, na sisi Waislamu tunajua kwamba waathirika wakubwa wa sheria ya ugaidi ni Waislamu. Sasa japokuwa kampeni hiyo pengine inaongozwa na wasiokuwa Waislamu na yenye maslaha, ndio hilo sharti la pili linakuja hapo. Wameweka kwamba
kama ni kampeni na kadhalika, iwe ni kwa maslahi ya Waislamu. Kampeni hii ya kupinga sheria dhidi ya ugaidi, sheria ambayo imeonyesha kwa dalili zote wahanga waathirika ni Waislamu, basi kampeni hiyo inaweza vile vile kufadhiliwa kutoka katika fedha za zaka kwa ajili ya maslaha ya umma wa Kiislamu. Kwa hiyo sharti la pili liloweka ni kwamba eh, ikiwa fedha zinatumika kwenye kampeni, okay, basi again ni ile taasisi ya wanazuoni wa Kiislamu. Katika taasisi hiyo wanatakiwa watazame jambo hilo au mwanasiasa huyo au kampeni hiyo ina manufaa kwa Uislamu, imma katika eneo husika au kampeni hiyo ni dhidi ya dhulma katika ulimwengu wa Kiislamu internationally. Kwa mfano, inaweza ikafanyika kampeni, ikatokea kuna kampeni ya kukemea kinachofanywa na Waisraeli dhidi ya Wafalestina, na kampeni hiyo pengine ikawa imeratibiwa na kusimamiwa na wasiokuwa Waislamu, okay, kukemea kinachofanywa na Waisraeli dhidi ya Wafalestina. Waislamu wanaweza kutoa michango yao au ndo zaka yao inaweza ikatumika kuweza kufadhili uratibu na gharama za kampeni kama hiyo katika ishu ya kimataifa. Kwa hivyo wanasema inaweza ikawa ni kampeni katika ishu za kitaifa au inaweza ikawa ni kampeni katika ishu za kimataifa ambazo zina maslaha kwa Waislamu. Wanasema vile vile sharti la tatu ni kwamba kuwe kuna reasonable signs. Kuna reasonable signs to believe kwamba fedha hizo zitasaidia kufikia malengo. Kwa hivyo kuwe kuna reasonable sign kwamba tukimpa mwanasiasa huyu ataacha kweli huyu kusema Uislamu vibaya na kuwasema Waislamu vibaya, okay? Au huyu anayewatetea Waislamu na anaye jaribu kuwalindia haki zao na nini, okay, kwamba jambo hili tukimpatia atazidi kupenda Uislamu, atazidi kuwatetea Waislamu, okay. Kwa hiyo kuna reasonable sign to believe kwamba lile lengo litatimia, lengo la imma kuzuia madhara au kumvuta huyu atakayepewa katika Uislamu, okay. Kuna reasonable signs, okay. Sharti la nne, kiwango watakachopewa katika kundi hili kisizidi 1/8, kisizidi 1/8. Kwa hiyo isiwe taasisi hiyo ya zaka inakusanya hizi pesa za zaka, alafu pesa zote inakwenda kupambana na wanasiasa au inakwenda kuwapa wanasiasa ambao ni dhidi ya Uislamu ili kuwalainisha. Yaani fedha yote ya zaka inayokusanywa isiishie kwenda kuwapa wao tu hawa, isiishie tu kwenda kufanya kazi hii tu. Kwa hivyo wameweka na wao kikomo kwamba kiasi ambacho kinaweza kutumika kwa ajili ya kuwapa hawa au kutoa kwenye kundi hili chini ya taasisi ya Kiislamu na wenye wanazuoni wa Kiislamu watakapofanya maamuzi yao kwamba tumpe mwanasiasa fulani au tumpe kiongozi fulani wa dini fulani au tumpe kiongozi wa kabila fulani wasiokuwa Waislamu, tutamlainisha, tutamvuta, kiwango atakachopewa kisivuke 1/8, kisivuke 1/8 ya zaka iliyokusanywa. Kwa hiyo wameweka kima hicho na kipaumbele kiendelee kubaki kuwa ni kuwasaidia mafukara na maskini miongoni mwa Waislamu, na sio ikawa fedha yote sasa inakwenda kupewa au inakwenda kwa ajili ya jambo hili tu la muallafat qulub. Mwisho wamesema kwamba sharti ni kwamba kufanya hivyo, yani kutoa zaka hiyo kwenda kwa wanasiasa hao au kwenda katika kampeni hizo
kusiwe kunakwenda kinyume na sheria za nchi husika, kusiwe kunakwenda kinyume na sheria za nchi husika. Kwa mfano kumefanywa kampeni ya ya dhidi ya sheria ya ugaidi, lakini ikawa kampeni hiyo labda imepigwa marufuku na mamlaka za nchi zimepiga marufuku kampeni hiyo au matembezi ya hisani dhidi ya wahanga wa Gaza, dhidi ya mauaji Gaza. Na haya huwa yanatokea wakati mwingine, yanaandaliwa matembezi ya hisani kwa ajili ya kupinga uonevu wanaofanyiwa Wafalestina na kukusanya fedha kwa ajili ya kuwasaidia Wafalestina. Ikiwa matembezi hayo yamepigwa marufuku, basi shekhe hao wanasema ya kwamba ni lazima tuheshimu sheria za nchi husika. Kwa ikiwa matembezi hayo ya hisani yamepigwa marufuku, basi zaka isipelekwe huko, japokuwa hilo jambo ni jambo lenye kutetea maslahi ya Waislamu, lakini lazima sheria za nchi husika ziheshimiwe na zizingatiwe ili kuja kuzuia madhara makubwa zaidi. Ikawa sasa nyinyi Waislamu mmeonekana mmedhamini jambo ambalo ni kinyume na sheria, mkaja mkajikuta mmeingia kwenye tatizo kubwa zaidi kuliko tatizo mnalotaka kukabiliana nalo. Kwa hivyo wameweka masharti hayo matano kuzingatiwa iwapo taasisi inayokusanya zaka yenye wanazuoni watataka kutoa zaka kwenye kundi hili, basi wanapaswa wazingatie mambo haya ambayo wameyaainisha wao. Kwa hiyo mpaka hapo inakuwa tumekamilisha makundi manne: faqir, maskin, amilina alaiha, muallafat qulubuhum. Kuna maneno tu machache ya kueleza ambayo baadhi ya wanazuoni wanazungumzia juu ya makundi haya manne ya mwanzo na haya manne yatakayofuata. Wanazuoni wanasema ya kwamba makundi haya manne ya mwanzo, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema innama sadaqatu lil fuqara, hii wanachuoni wanasema ya kwamba inamaanisha ya kwamba wamilikishwe, yani wapewe zaka, iwe ni katika milki yao, kile atakachopewa katika zaka mtu akimiliki kiwe ni chake, tofauti na makundi manne yatakayofuata ambayo yanaanza na fi. Haya makundi manne yatakayofuata baada ya haya tuliyoyaeleza, sio lazima wamilikishwe, bali muhimu ni kukidhi ile haja. Kwa hiyo, kwa mfano, mwenye deni au mtumwa akombolewe tu basi. Sasa kukombolewa si lazima apewe fedha aende akanunue uhuru wake kwa bwana wake. Anaweza mtoa zaka akamkomboa, akamnunua huyu, akachukua pesa yake ya zaka kumnunua huyu mtumwa, alafu akamwacha huru. Kwa hiyo sio lazima kumilikishwa ile fedha ambayo itatumika kumnunulia yeye. Au mwenye deni, sio lazima kwamba tumpe fedha aende akalipe deni. Muhimu ni kulilipa lile deni. So ni ile objective, wewe una deni limekuelemea, unatafuta msaada, unataka usaidiwe dhidi ya deni hili, tutamlipa yule mwenye deni, yule anayekudai, na deni hilo likawa kwako limeshafutika. Kwa hiyo wanasema lil, hili neno lil kwa maana linabeba maana ya wamilikishwe, tamlik, wamilikishwe, wamiliki kile ambacho. Kwa hivyo wanaokusanya zaka wapewe mtu amiliki mshahara wake au mapato yake au ujira wake.
maskini amilikishwe, fakiri amilikishwe kile ambacho ana, anapewa kama zaka. Muallafat qulubu, anaopatiwa nguvu imani amilikishwe, pewe zaka yake, aimiliki mwenyewe, asarif mwenyewe anavyotaka kuisarif zaka hiyo. Na wanawachuoni wengine hapa namshukuru ndugu yetu mmoja katika ushiriki bwana Ishaq ambaye alinitumia moja katika tafsiri za aya hii kutoka kwa mwanachuoni Imam Az-Zamakhshari. Yeye ameona ya kwamba katika makundi haya manane eh, kundi linaloanza na fi, kwamba hawa ndio muhimu zaidi. Imam Zamakhshari anaona ya kwamba baina ya ya watu wanne, makundi manne yale ambayo Mwenyezi Mungu amesema lilfuqarai walmasakina walamilina alayhim alafat qulubuhum, hawa wa mwanzo ambao wameanza na sio muhimu sana, sio kipaumbele, bali kipaumbele ni fi. Umeona? Okay, lakini kama nilivyowahi kusema huko mwanzo kabisa wakati nazungumzia jambo hili kwamba na kwa utafiti wangu wallahu aalam, kwamba wanazuoni wengi wanaona ya kwamba hawa mafakiri maskini kama aya ilivyowatanguliza ndio wanatakiwa kutangulizwa. Kwa hivyo mimi nitaiwacha kauli ya Zamakhshari, tutabaki katika kauli za wanachuoni hawa wengine wa zama zetu hizi na hata zama zilizopita, na hata kwa kuzingatia tu mtiririko wenyewe wa aya hii, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin, imeanza na fukara na maskini na wanaofanyia kazi na kadhalika. Kwa hiyo by order of priority au by order of arrangement, hiyo mpangilio wa waliotajwa katika aya, kama kuna jambo unaashiria, basi ni kwamba hawa waliotajwa mwanzo wanatakiwa kupewa kipaumbele, na tunatambua na kuheshimu kauli hiyo ya Imamu Az-Zamakhshari ambaye yeye ameona kinyume chake, kwamba kundi manne yaliyofuata baada ya hawa tuliowazungumza ndio wenye kipaumbele, kwa kuwa ndio wanaona wako kwenye hali nzito zaidi, au ndio mambo muhimu zaidi. Ni hoja, ni jambo linaingia akilini vile vile, kwa sababu mtumwa huyu kwa kweli yuko kwenye hali mbaya zaidi. Mtumwa, mtu mwenye madeni naye ni hali yake ngumu zaidi. Mtu mwenye madeni haingii peponi mpaka madeni yake yalipwe. Mbaya. Fi sabilillahi, jihadi. Jihadi ni jambo kubwa, jambo muhimu. Umeona? Na mtu aliyeharibikiwa katika njia na anahitaji msaada. Kwa hivyo ni hiyo tofauti ipo ya kauli baina za maulama, lakini mimi nawafikiana na wale wanaoona ya kwamba maskini na mafakiri, okay, hawa ni kipaumbele cha wale wanaostahili kupewa zaka. Kwa kumalizia, kutokana na muda, tutamalizia kundi la tano hili ambalo ni sasa hapa wanaanza wa fir riqab. Wanaanza sasa kundi la tano, wanaingia katika hawa ambao sio lazima kumilikishwa pesa ya zaka, bali kutimizwa lile lengo. Lengo ni kumtoa mtu utumwani. Kama ni kumtoa mtu utumwani, kuna njia moja ni kumpatia fedha ainunue uhuru wake, lakini sio lazima kumpatia fedha. Tunaweza vile vile kumnunua kutoka kwa bwana wake, alafu tukamwacha huru. Kwa hivyo sio lazima kumilikishwa. Kwa mujibu wa wanazuoni walio wengi wanaona ya kwamba haya makundi manne yanayofuata baada ya yale tuliyoyaeleza sio lazima kumilikishwa zaka. Na nyewe mnakumbuka katika ile misingi ya ugawaji tulizungumza, kuna ule msingi wa at-tamlik, kwamba wanaopewa zaka wamilikishwe, na kama nilivyosema wakati ule, na hapa tunatilia nguvu ya kwamba sharti lile au msingi ule ni kwa yale makundi manne ya mwanzo ambayo tumeyaeleza. Okay, ama haya yanayofuata baada ya makundi hayo manne sio lazima kuzingatiwa msingi wa tamlik, sio lazima.
sio lazima. Okay, ukimmilikisha sawa, lakini sio lazima kummilikisha. Unaweza wewe ukakidhi ile haja na itakuwa umefanya sawa. Kwa hivyo kwenye arriqabu, kuwakomboa watumwa, wanasema kuna namna mbili. Kuna namna mbili ya watumwa. Kuna al-abd al-mukattab, huyu ni mja, huyu ni mtumwa ambaye amefanya mkataba na mmiliki wake na bwana wake, na amekubaliana na bwana wake kwamba yeye atanunua uhuru wake. Baadhi ya watumwa walikuwa wakikubaliana na mabwana wao, bwana, ukiweza kupata fedha kiasi kadhaa, mimi niko tayari kukuacha huru. Umeona? Kwa hiyo huyu mtumwa anafanya juhudi zake na nini ili aweze kupata hiyo fedha, aweze kununua uhuru wake, kwa sababu bwana wake kashakubaliana naye, washakubaliana kwamba mimi niko tayari kukuacha huru iwapo utanipa fedha kiasi kadhaa. Okay, ukinipa fedha kiasi kadhaa, mimi nitakuacha huru. Kwa hivyo huyu ni mtumwa wa aina ya kwanza anayestahiki kupewa, kusaidiwa katika zaka, yule ambaye yuko katika makubaliano na bwana wake kwamba akitoa fedha kiasi kadhaa ataachiwa huru. Na mwingine ni yoyote yule, mtumwa mwingine ni mtumwa yoyote yule ambaye yuko katika utumwa, kumsaidia mtumwa yoyote kwa kumnunua na kumwacha huru. Hii inaweza kufanywa na dola au mtoa zaka, kwa mujibu wa madhhabu ya Imam Malik Ahmad, kwamba dola au mtoa zaka mwenyewe anaweza kumnunua mtumwa kwa fedha ya zaka akamwacha huru, akamwacha huru. Okay. Kadhalika wanachuoni wa zama zetu kina Ibn Uthaymin na Majma' ad-Dawla al-Islami, ad-Dawla al-Fiqh al-Islami, wanaona ya kwamba hata kuwakomboa wafungwa waliokamatwa vitani. Okay. Wafungwa Waislamu wamekamatwa katika vita, katika jihadi. Okay. Wamekamatwa na ikawa inatakiwa fedha fulani ikilipwa wataachwa huru. Okay. Basi hao pia wanaingia katika kundi hili, ya katika kundi hili. Tukiendelea, naam, wanaingia katika kundi hili, na bali vile vile baadhi ya wanachuoni wamekwenda mbali kuwajumuisha hata wafungwa Waislamu ambao ni mafakiri, wana makosa ya kulipa fidia na hawawezi, hawamudu. Mtu amevunja kitu cha mtu, amevunja gari ya mtu kwa hasira labda, au kwa bahati mbaya, ametakiwa na mahakama ima atengeneze hilo gari la mtu, hana uwezo wa kulitengeneza, au aende jela. Okay? Kwa hivyo wako wafungwa ambao ni Waislamu, kwa umaskini wao na familia zao, okay, wamelazimika kwenda kutumikia vifungo kwa sababu ya kutokuweza kulipa fidia fulani. Kwa hiyo kama Waislamu au zaka inaweza ikatumika vile vile kuwakomboa hawa wafungwa Waislamu ambao wamefungwa kwa makosa ambayo tunaita makosa ya madai. Unaweza kukuta vile vile mtu alikuwa na deni, anadaiwa, hajalipa, amefungwa. Kwa hiyo anaingia katika watu wenye madeni, anaingia kwa sifa ya madeni, anaingia ni kama kumliberate. Okay. Na wengine ndio utakuta wanaingia kwenye umaskini. Kwa hivyo kwa kweli ukiwatazama wafungwa wetu kwenye makosa ya madai, utakuta kwa namna moja au nyingine, ima anaingia kwenye umaskini au anaingia kwenye umaskini au fukara. Kwa namna moja amefungwa huyu kwa sababu aliiba simu, aliiba ni haya, of course atakuwa ni makosa ya jinai. Okay, sasa okay, lakini pengine sijui kwa sheria ya Tanzania, lakini pengine yule aliyeshitaki ametaka akilipwa fedha yake yuko tayari kuiacha ile kesi. Bana, akinilipa huyu mimi, ameniibia simu, lakini anilipe simu yangu. Akinilipa simu yangu niko tayari kumsamehe kutoka kuendelea na hii kesi. Okay. Na huyo bwana ni maskini, hajiwezi. Okay. Hali yake naweza ukaona kwamba huyu imetokana na umaskini, kuiba. Sio wale wezi wale ukubuhu. Tusije tukaingia katika fikra hiyo. Msizungumzie hapa wezi wale ukubuhu, wanafungwa wakitoka wanaenda kuiba, wanafungwa wakitoka wanaenda kuiba. Okay. Lakini zaidi hapa ni
makosa ya madai, sio haya mambo ya jinai. Ama mara nyingi ya jinai mtu unafungwa tu na vyote itakavyokuwa. eh, Makosa dhidi ya jamhuri lazima tumikie kifungo. Hata kama una pesa, uko tayari kutoa mamilioni ya pesa, utaambiwa hapana bwana, kwa kosa hili hukumu yake ni kifungo tu, hakuna kulipa kitu hapa. Umeona? Sasa kwenye makosa ya madai, huku watu wanadaiana na huyu mtu hana uwezo, okay, mnusuru yeye na kunusuru familia yake ambayo inamtegemea, pengine ndiyo mzazi, ndiyo baba, ndiyo mama. Akifungwa, familia yake itaishi kwa tabu. Hatuwezi kusema kwamba hawatoishi, wataishi, lakini kwa tabu, kwa sababu breadwinner ndio amefungwa. Na kunaweza kukatokea fitna kubwa. Tumeona majumba yanaharibika kwa wanaume kufungwa magerezani, waume zao watu wamefungwa miaka minne, miaka mitano. Okay, ndoa zinaharibika huku nje, zinaharibika huku nje, na sisi hatuna utaratibu katika sheria zetu, au pengine zipo lakini hazifuatwi. Sio mtaalamu wa mambo hayo, na sheria mpo, hatuna nafasi, tuoni kile kitu cha kwamba mfungwa anayo haki ya kujamiana na mkewe katika baadhi ya masiku. Sasa sijui kama tunayo sheria inaruhusu haifuatwi au hatuna. Wataalamu wa sheria kama mpo hapa, mnaweza kutuelimisha, lakini kwa uzoefu wangu mchache ni kwamba naona kitu hicho hakipo. Mtu akifungwa na mke, watu hawataki kujua una mke, na yule mke ana haki kunusuru hizi familia. Ipangwe angalau mara moja, mara mbili kwa mwezi, au mara moja kila baada ya miezi minne, kama ambavyo ni sheria ya Kiislamu. Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu alikuja kupitisha fatwa ya kwamba wanajeshi wowote waliokuwa wako mbali na familia zao wasikae zaidi ya miezi minne bila kurudi kwa familia zao kwenda kutimiza haki za wake zao. Na kwa kupitia haya na nususi nyingine, wanazuoni wamejuzisha mwanamke kuomba talaka ikiwa mwanaume hawezi kutimiza tendo la ndoa kwa muda wa miezi minne. Miezi minne mfululizo, mzee, hufanyi kitu eh, ima kwa hali yako au kwa kufungwa. Mwanamke anayo haki ya kuomba talaka after 4 months. Okay? Kwa hivyo kuzilinda ndoa zetu za Waislamu, kwa kweli tuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia namna gani ya kuwasaidia wafungwa Waislamu wenye kesi za madai ambazo vifungo vyao ni vya muda mrefu au ni madai ya pesa ndogo ndogo tu, okay, kuweza kuwalipia madeni hayo, ili waweze kuwa huru, waweze kurudi kwa familia zao, warudi kwenye familia zao. Na of course wanasihiwe wasiwawe waangalifu, wasiwe wenye kufanya makosa kama hayo, sije tukatengeneza cycle ya mtu kazi yake kuharibu vitu vya wengine au kukopa alipi, alafu anatarajia Waislamu waje wamlipie. Kwa hayo yanapaswa kutazama vile vile. Ndugu zangu, nitaishia hapa. Muda umeshatutupa mkono. Lakini kimsingi kundi hili ni watumwa. Haya mengine ni wanachuoni, tunaeleza mambo ya wafungwa na nini. Wanachuoni wa zama hizi wanatazama maslaha mapana, na kwa kuzingatia kwamba hatuna utumwa katika zama hizi kwa hakika, isipokuwa katika baadhi ya maeneo kutokana na uhalifu tu unaofanya, sababu sheria zote za kimataifa haziruhusu utumwa. Tunasikia tu katika nchi zenye machafuko huko Libya na maeneo mengine watu wanatiwa utumwani. Umeona lakini kinyume cha sheria za kimataifa na kila kitu. Lakini kama tunajua, kuna ndugu yetu alikuwa anataka kuzamia kwenda Ugiriki huko au kwenda sijui Italia, amekamatwa huko, watu wamemtia kwenye utumwa. Mwenyewe alikuwa anataka kuzamia kwenda zake Ulaya, lakini ameishia hapo Libya. Na taarifa ni kwamba amefanywa mtumwa huko. Basi tunayo kila sababu ya kuweza kumsaidia kwa kupitia zaka, kumliberate. Bwana, nyewe mliomshika ambao mmemtia ndugu yetu kwenye utumwa, tuko tayari kulipa fedha hizi ili mumwache huru huyo bwana, arudi zake nyumbani huko, arudi zake nyumbani. Kwa hivyo ziko situation kama hizi, mtu asifikirie utumwa umekufa moja kwa moja.
Utumwa sasa hivi ni forced slavery. Umekamatwa huko na jamii ambazo hamuhusiani chochote. Unakwenda wapi bwana? Unataka kwenda sehemu fulani? Ah bwana, wewe utakaa mashambani hapa, utulimie au utatufanyia kazi zetu hapa. Umeona bwana, hakuna uende, hakuna mahali kote utakakwenda isipokuwa mpaka utoe pesa. Utaka tukuache, weka pesa, tutakuacha. Umeona, otherwise wewe ni mateka bwana. Tumekuteka na kwanza sasa ni mtumwa wetu, utafanya kila unachotumwa kufanya. Haya yanatokea katika baadhi ya maeneo katika ulimwengu huu, katika Afrika hii na sehemu nyingine. Ikiwa tuna watu wetu katika sura hiyo au tuna Waislamu ambao tunawajua wako katika hali hizo, basi wataingia katika kuwakomboa kutokana na kutekwa na watu wabaya kama hao, ili waweze kurudi katika familia zao. Baada ya kusema hayo, nitoe fursa ya kuuliza maswali kama yapo, au kama kuna chango tunaweza kupokea ili kuweza kunufaika. Karibuni. Kuna mtu ana swali? Mtu ana mchango? Okay, kama hakuna swali wala hakuna mchango wowote, tuta Salamu alaikum. waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mi nilikuwa nataka kuchangia kidogo hapa kwenye ile ya kwenye muallafat qulubu. Naam, Ah, wakati unaelezea mwanzo pale nimepata wasiwasi, kwa mfano kama ile kwamba tunaweza tukampa zaka labda wa policy makers kwa ajili ya kumfanya kumlainisha ili apate labda kuvote against something. naam, Ah, kwa hiyo kwa mfano kama lise tutolee mfano mbunge labda tunampa mbunge kwa ajili ya kwenda ku, kupiga kura either against or in favor ya naam, kitu fulani kwa ajili ya Uislamu. Kwa sheria zetu maanake za hapa Tanzania utakuta kwamba ni moja kwa moja kwamba tutamtia matatizoni yule mbunge na sisi wenyewe kujiweka katika matatizo, kwa sababu itakuwa moja kwa moja ni rushwa. naam, Kwa hiyo ulipoelezea ile ya IFA imeniweka kwenye amani, kwamba ile sharti aliloliweka la mwisho la kwamba lazima ifuate sheria za nchi, kwa naona kwamba wameweka sawa zaidi, naona ni kitu muhimu sana. naam. Sahihi. Na, ni hivyo tu. Sawa bwana, nashukuru. Barakallahu. Mchango mzuri, na kama ulivyoeleza hawakuacha kulizingatia hilo, kwa kuwa tunafahamu mambo haya donations na nini yana tafsiri tofauti tofauti katika maeneo tofauti tofauti, au katika muktadha fulani inaweza ikahesabika ni rushwa, katika muktadha mwingine inaweza ikaonekana tu ni mchango kampeni. Eh, kwa hivyo muhimu, ndio maana hili jambo, sharti la kwanza wakasema lisifanywe na Muislamu mmoja mmoja. Hili ni jambo linatakiwa lifanywe na viongozi wa Islamu kwa kushirikiana na wataalamu wengine, wakae kutazama kama 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 huyu mtu anastahili kupewa na sheria zinaruhusu kuweza kupewa, kwa mambo yote yawe considered, maslahi mapana ya Waislamu yaweze kuangaliwa. Je, uwezekano wa kuyafikia maslahi hayo kwa njia hiyo upo mkubwa? Kwa hivyo hayo yote yanatakiwa, ni masuala ya kitaalamu ambayo yanatakiwa yafanywe kwa kupitia viongozi wa Waislamu, si kwa kuachwa mtu mmoja mmoja, kukaa mwenyewe kuamua, na kulitekeleza. Ah, na swali hapa, maiti mwenye deni, zaka inaweza kutumika kulipa deni kama amefariki hana cha kulipa?
alichoacha ni kidogo kwa familia. Tutazungumzia jambo hili kwenye Al-Gharimin baada ya kuangalia uh, hili kundi la watumwa. Kundi la sita ni, ni watu wenye madeni, wenye madeni. Kwa hivyo muulizaji, nitakuomba ufanye subra kidogo, tulizungumza hili jambo kwa kina. Wenye madeni. Sasa swali lako unasema mtu amefariki ameacha deni, je, inajuzu kutumika zaka? Nakumbuka kuna mahala nimeeleza juu ya tofauti. Kuna tofauti ya wanazuoni kwa madeni ya marehemu. Okay, hapa unaona kuna kauli mbili hapa. Tunayo mlango huu katika hili kundi la wenye madeni. Kwa hivyo kwa kujibu tu kwa ufupi, kuna kauli mbili za maulama. Kuna wanaoona ya kwamba madeni ya marehemu hayalipwi kutokana na zaka, yanalipwa kutokana na mali yake kama anayo mali. Okay. Kama hana chochote, basi ndugu zake ndugu zake na Waislamu kwa ujumla watasaddaq kutoka katika sadaka zao kumlipia. Okay, kumlipia huyo marehemu, na haitoki katika zaka. Ile ni kundi la kwanza, naona haifai, wakiwemo hapo kina Abu Hanifa, Ahmad ibn Uthaymin, okay, kina Nakhai, wanachuoni hao wanaona haifai kutoa zaka kumlipia mwenye deni ambaye ni marehemu. Na wanachuoni wengine inaona inafaa kutumia zaka kumlipia deni marehemu. eh, kina Ibn Taymiyyah, Qurtubi, Sheikh Qaradawi, wao wanaona ya kwamba inafaa. Okay. Ama mimi na kwa kauli zote hizi mbili zipo, itategemea sasa na mazingira na hali ilivyo, kuweza kuona vipi tunaweza kufanya. Kwa hivyo wanasema kwa mfano kina Sheikh Ibn Uthaymeen ya kwamba watu walikuwa wanakufa wakati wa Mtume sallam, na Mtume alikuwa akihimiza watu waliokufa walipiwe madeni yao, na hakuwa akitoa katika zaka. Hakutoa katika Baitul Mali ya Uislamu au katika fedha za zaka kuwalipia wale marehemu wenye madeni. Na nyinyi mnakumbuka, na vigumu kweli kukutana na nusus kinyume na hiyo, ya kwamba haijapata kuthibiti wa Mtume sallam mtu amekufa na deni na Mtume akatoa maagizo ya kwamba itolewe zaka ilipe deni, bali Mtume alikuwa akiwaambia Waislamu wamlipie. Nani yuko tayari kumlipia deni ndugu yake? Okay, au kudhamini kwamba analibeba yeye hilo deni, na huyo mtu akipata wa kumlipia deni au wa kudhamini kulipa, alikuwa anamsamehe. Na ikiwa hakuna mtu aliyejitokeza, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, msalieni ndugu yenu. Yeye alikuwa hamsalii. Okay. Kwa hivyo dalili yenye nguvu kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen ni kwamba haifai, haifai. Na mimi naungana na kauli hiyo, lakini natambua na tufahamu ya kwamba wanazuoni wengine ni Taimia, Qurtubi, Qaradawi wanaona inafaa. Kwa hivyo hiyo ni kukujibu tu kwa haraka haraka kuhusiana na swali lako, lakini mambo ya madeni, wenye madeni tutaingia kwa kina wiki ijayo kutazama wenye madeni, aina za watu wenye madeni, sifa za hao watu wenye madeni. Ni mlango mpana sana. Kwa hivyo tutaueleza kwa kina tutakapo hapo wiki ijayo panapo majaliwa. Naam. Sijui kuna swali lingine. Okay. Hakuna swali lingine hapa kwenye chat. Basi tunasema subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nawashukuruni nyote kwa kujumuika nami asubuhi hii. Niwatakie nyote siku njema. Barakallahu fikum.